Tatu za kumfanya Mkristo afanikiwe katika Mungu. Kanuni tatu za kumfanya Mkristo afanikiwe katika Mungu. Kanuni tatu za kumfanya Mkristo afanikiwe katika Mungu. Kanuni tatu za kumfanya Mkristo afanikiwe katika Mungu. Yaani kama wewe ni Mkristo, zipo kanuni tatu za kukufanya ufanikiwe katika Mungu. Kanuni ya kwanza, andika kanuni ya kwanza, kuwa mtoaji. Hapa kuna vitu kama viwili. Kanuni ya kwanza kubwa. Kanuni ya kwanza, kuwa mtoaji. Moja, mtoaji asiyejihurumia. Hiyo ni kanuni ya kwanza ya kukufanya upate kufanikiwa katika nani? Katika Mungu. Mkristo ili afanikiwe lazima aishi kanuni hii. Haijalishi ni maskini ana kazi, haijalishi ana pesa, ana pakurara, hata kama ni mpangaji au sio mpangaji, amejenga kwake, awe msomi asiwe msomi, awe mrefu awe mfupi, awe mwembamba awe mnene, kwa kimo cha kupitiliza, ili upate kubarikiwa. Uwe Mkristo aliyebarikiwa, lazima uwe na maisha ya utoaji. Sema amina. Sema amina, watu wa Mungu. Lazima uishi maisha ya utoaji, na Mungu ni mtoaji. Sema amina. Mungu hajawahi kutokuwa mtoaji. Siku zote Kristo ni mtoaji. Siku zote Mungu anatoa kwa ajili yetu. Siku zote Mungu anatoa kwa ajili yako. Siku zote Mungu analipa gharama kwa ajili ya watoto wako. Uzima ulionao ni utoaji wa Mungu. Sema amina. Biashara ulionayo umepewa na nani? Na Bwana. Afya ya watoto wako kwenye ndoa umepewa na Bwana. Kila kitu cha samani ulichonacho umepewa na Bwana. Kwa hiyo Mungu, maisha kwanza ya Mungu, Mungu anaishi katika kanuni ya kutoa. Sema amina. Haleluya. Yaani Mungu, kama kuna watu ametoa. Magari tulionayo Mungu ametupa. Sema amina. Elimu tulizonazo tumepewa na Bwana. Watoto tulionao tumepewa na Bwana. Kila kimo cha urefu na ufupi na nini na afya na unene, vyote ni utoaji wa Mungu. Sema amina. Kwa hiyo kanuni ya kwanza, kuwa mtoaji. Moja, utoaji usio wa kujihurumia. Mungu anapotaka utoe, hataki kuweza kujihurumia. Kanisa, tuko pamoja wapendwa? Kujihurumia ni chanzo cha kuzuia Mungu asiweze kufanya ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asaidie sana. Na jambo la pili kwenye kanuni ya kwanza, utoaji unaofuata utaratibu wa Mungu. Nisome mstari wa 5 hii. Toa kwa kufuata utaratibu wa kimungu. Nisome mstari wa 5 hii. Mara ilipotandaa amri, wana wa Israeli wakatoa kwa wingi, sio kwa uchache. Piga Bwana Yesu makofi. Wakatoa kwa wingi. Maana yake walikuwa na kipindi walichokaa bila kumpa Mungu mali zao. Mungu aliwabariki, lakini hawakumjali Mungu. Mungu aliwainua, wakaja kwenye ibada hawana sadaka, wakaja kwenye ibada hawana zaka, wakaja kwenye ibada hawana shukrani, wakaja kwenye ibada hawana malimbuko, wakaja kwenye ibada hawana mafuta, hawana mazao ya mashamba. Hebu soma 5b. Endelea kusoma 5b. Ndio. Wakatoa kwa wingi malimbuko na nafaka na divai na mafuta na asali. Siapo kwa maana yake walilima mashamba, hawakuleta mazao ya mashamba. Walifuga ya nyuki, hawakuleta asali. Walilima wasijui nini maharage, hawakuleta malimbuko. Biblia inasema wakaleta malimbuko ya mashamba yao, wakaleta asali, wakaleta na vitu vyowekwa waki kwa Bwana. Maana yake kabla amri haijapita ya kutoa, hawakukubali kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa ni tatizo juu ya maisha yao. Kwa wakati mwingine unaweza ukana maskini, kumbe umaskini ulionao wewe ndio tatizo mwenyewe.
Mwambie jirani yako, mwambie unaweza ukawa maskini. Hebu mgeukie jirani, mwambie unaweza ukawa maskini leo. Kumbe umaskini wewe ndio tatizo la umaskini wako. Kwa hiyo waliishi maisha yasiyo ya utoaji. Walikaa na Mungu, wanajua naye Mungu, lakini walipoteza wakati. Wakakataa kutembea kwenye kanuni ya kumtolea Mungu. Wakakataa kumpendeza Mungu kwenye matoleo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine, andika la 3, utoaji wa zaka. Hiyo ni kanuni ya muhimu sana kwa Mkristo yeyote aliyeokolewa, kutoa zaka. Kutoa zaka kwa Bwana ili upate kufanikiwa katika Bwana Mungu wako, lazima uzingatie kanuni ya zaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaka, kama kuna tambiko kwenye kanisa la kiroho, kama kuna tambiko la Pentekosti uliokoka ndani ya kanisa, tambiko la kwanza la maisha yako ni zaka na yempa Mungu. Sema amina. Haleluya. Jichanganye mafaili wakati kutoa zaka. Uone. Mwambie mwenzako jichanganye mafaili. Si mnajua maana mafaili? Jichanganye mafaili uone. Wachawi katika ulimwengu wa roho wanapokuwa wanatafuta mtu anaitwa mtu wa Mungu aliyebatizwa kwa maji mengi, wakimshindwa kumroga kwa njia ya chochote, wanakuja kwenye mapato yake. Wanapokuta unafanya biashara, halafu ile zaka ya Mungu ulete, hata kama unatoa zaka ya Mungu, baada ya kutoa 10,000 unatoa 9,000, ile 1,000 iliyobaki nayo wanakumalizia hapo. Bwana asifiwe sana. Wanapata nafasi ya kuroga kile unachokifanya. Kanuni 3 za kumfanya Mkristo afanikiwe katika Mungu. Ndipo jambo la 3, utoaji wa zaka ni mlango wa kwanza kukufanya ufanikiwe katika Bwana. Piga Yesu makofi. Acha kutafuta vingine. Kuimba sio utajiri. Tunaeleza vizuri. Haleluya. Kupiga makofi kanisani hakukupi utajiri. Kufagia kanisa hakukupi utajiri wewe. Kuhubiri injili hakutaleta utajiri, kwa sababu ni amri ya kuhubiri injili. Haleluya. 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 Kufunga na kuomba hakutakupa utajiri, kwa sababu umefunga siku 30 utanunua gari kwenye maombi. Haitatokea. Wewe ruka mpaka upeleke kichwa kwenye bati kule. Ukiwa mwezi wa zaka au tabarikiwa pia. Tabaki rumkupe. Si wale wanasema rumkupe. Wameweza kurumkupe. Utajitafasiria mwenyewe maana ya rumkupe. Yaani maskini aliyepitiliza. Aje ile mifugo inatoka kondoo. Imeliwa na nini? Chawa. Chawa anamtafuta mpaka ile ngozi wanailamba, wale chawa na mula kondoo ngozi ya juu. Hana afya. Mtu ambaye amtolei Mungu anakuwa kama kondoo ile wana nini? Chawa. Maana zile chawa zinafyoza damu. Ukishafyoza damu utaendelea kutembea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili ufanikiwe, uwe Mpentekoste unatoa zaka. Kama wewe ni mwanafunzi, ile 500 unaitoa na wazazi wako, hakikisheni shilingi 50 kwa Mungu nini? Zaka. Haleluya. Kama kipato chako ni shilingi 2,000 kwa siku, 200 Mungu mpe zaka yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.